Kwenye hizi tetesi ambazo naona umefika wakati sasa ligi yetu tuna uwezo wa kuwa na hawa makocha kina Furahi Benge, Roland Mokwena, Abdulhaki Benshika. Tulibeza watu walibeza baadhi kwamba haiwezekani na nini, lakini tajiri Mo akamleta, si ndivyo? Kwa hivyo kitu ambacho tunataka nipate maoni yenu kwamba sisi kwa sasa ligi yetu ilipofikia tuna huo ubora wa kuwa na hawa makocha kama hawa ambao tunaona kwenye vilabu vingine huko barani Afrika na nini, kifundisha club kubwa ambazo zimetoa mataji makubwa. Kwanza ni kuna vitu vichache ambavyo tumeviboresha. Kwanza ni miundombinu, kuisimamia vema, lakini pia kuhakikisha kwamba timu zina mazingira bora ya mwalimu kuweza kupandikiza mbinu zake kwa wachezaji, lakini pia sio wachezaji tu bali ni wachezaji bora. Kwa maana gani? Basi timu zimekuwa na uwezo mzuri kiuchumi, pamoja na huu dhamini ambao wamekuwa wakiupata kutoka kwa mabwenyenyi ama wale matajiri ambao wako tayari kwa ajili ya kuwekeza kwenye mchezo wa soka. Hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa vikiwavutia makocha wabunifu, makocha ambao wana ubora wa hali ya juu kwa ngazi ya soka la Afrika kuweza kusogea katika ardhi ya Tanzania. Kumbuka kipindi cha nyuma, tunazungumzia miaka zaidi ya 10 iliyopita, alikuwepo kocha mwenye ubora wa hali ya juu, kama unamkumbuka, Patrick Firi katika kikosi cha Simba, akiongoza timu hiyo kuweka rekodi ambayo ilikuwa ni nadra sana kwa kipindi hicho, timu kumaliza na ubingwa huku ikiwa haijapoteza mchezo wowote wa ligi. Lakini kipindi ambacho hata hivyo timu zilikuwa ni chache kwenye ligi, tofauti na sasa ambapo timu zimeongezeka, lakini pia ongezeko pia la makocha wenye ubora huo kama alikuwa nao Mzambia huyo pia orodha hiyo imekuwa imeongezeka. Na kama ambavyo tunavyoona Miloud Hamdi akiondoka Dar es Salaam Young Africans, maana yake na CV yake pia imeendelea kung'ara. Akitoka hapo atapata timu nyingine ambayo itakuwa imemtazama ubora wake wakiwa Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo kimsingi tumejitahidi kuboresha baadhi ya maeneo muhimu, hasa ya kiufundi, ambayo hayo ndio yamekuwa ni kama sumaku ya kuwavuta hawa makocha bora na wao kuja kufanya kazi hapa. Na kimsingi imekuwa ni jambo zuri, pia linafaidisha taifa kiujumla, kwa maana katika ngazi ya klabu na hata wachezaji wanaoenda kutumikia timu za taifa nako wamekuwa wakipata faida kubwa kwa sababu ya ufundi mkubwa wa makocha ambao wanakuja. Na kuna wengine pia ambao tunatarajiwa kuwaona, kwa maana msimu ujao Dar es Salaam Young Africans wanahusishwa na kocha Roland Mokwena, raia wa South Africa, ambaye ameshaachana na klabu ya Wydad Casablanca ya pale nchini Morocco, lakini tunatambua rekodi zake kama Mamelodi Sundowns. Amekuwa ni kocha mwenye ubunifu katika mbinu zake, amekuwa ni kocha ambaye anaamini katika kile ambacho anakifanya katika timu aliyokuwa nayo na matokeo amekuwa akiyapata. Lakini pia makocha wengine wanahusishwa na Dar es Salaam Young Africans, akiwemo Ribeiro, raia wa Ureno, ambaye yeye ameshatangaza kwamba ataondoka Orlando Pirates kwa ajili ya kutafuta challenge mpya. Na challenge mpya kwa Tanzania pia kuna timu ambazo zinaweza zikawapa challenge mpya makocha wana hii, kwa sababu timu ambazo wanakutana nazo kuja kufanya kazi hapa tayari zimejizatiti katika maeneo yote, kwa maana idara za kiufundi pamoja na miundo mbinu kiujumla. Lakini pia hata taifa kama taifa limejipambanua vema katika swala zima la kuhakikisha kwamba michezo, hasa mchezo wa soka, unachukuliwa kwa uzito wake. Kwa hiyo nayo pia ni moja kwa sababu ya kuweza kuwavuta hawa makocha bora kwenye ligi yetu ya soka hapa Tanzania.